أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tunaendelea na tafsiri ya Qur'an na leo tunaiangalia suratul Asr. Suratul Asr imeteremka Maka na ina aya 3 na ni sura ya 103 kwa mpangilio wa msahafu. Makusudio makubwa ya kuteremka suratul Asr ni kubainisha sababu 4 za kuokoka na kusalimika na hasara ya kuangamia. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwa zama. Wal Asr, naapa kwa zama. Innal insana, hakika ya mwanadamu, la fi khusr, yumo katika hasara ya kuangamia. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini hawamo katika hasara. Wa amilu salihati, na wakafanya matendo mema. Watawasaw bil haqqi, wakahusiana kushikamana na haki. Watawasaw bis sabr, na wakahusiana kushikamana na kusubiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwa zama au wakati au zama za mwisho au muda unaomalizika. Wal Asr, naapa kwa zama. Innal insana, hakika ya mwanadamu, la fi khusr, yumo katika hasara ya kuangamia. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini hawapo katika hasara. Wa amilu salihati, na wakafanya matendo mema. Watawasaw bil haqqi, wakahusiana kushikamana na haki. Watawasaw bis sabr, na wakahusiana kushikamana na subra. Hiyo ndio tafsiri kwa mukhtasar ya suratul Asr. Ni sura fupi, lakini ni sura iliyokuja katika upeo wa kubainisha ndani ya Qur'an, ambapo ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala amewaingiza wanadamu wote katika hasara na akawavua